Mfahamu George Washington, rais wa kwanza wa taifa la Marekani. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii ni mimi Yohana Yusta. George Washington alizaliwa Februari 22 mwaka 1732 katika koloni la Virginia nchini Marekani. Alizaliwa kama mtoto wa pili wa mlowezi aitwaye Augustine Washington katika koloni hilo la Virginia lililokuwa mali ya mfalme wa Uingereza. Baba yake alikuwa na shamba kubwa lenye hekari zaidi ya 10,000 lililokuwa likiendeshwa na watumwa wa Kiafrika. George Washington akiwa na umri wa miaka 11 alimpoteza baba yake. Hivyo basi alisoma shule miaka michache tu, baadaye hakuendelea sana katika elimu. Baada ya shule alianza kazi ya upimaji na uchoraji. Na baada ya kifo cha kaka yake, George Washington alirithi shamba kubwa pamoja na watumwa wa Kiafrika. Kwa maana baada ya kifo cha baba yake, aliyerithi mali za baba yake alikuwa ni kaka yake mkubwa, yaani kaka yake na George Washington. Hivyo basi, baada ya kifo hicho cha kaka yake, George Washington aliweza kurithi tena kutoka kwa kaka yake, akawa mkulima tajiri. Sehemu ya urithi ilikuwa cheo cha msimamizi wa wanamgambo waliokuwa kikosi cha kijeshi cha hiari, waliotakiwa kusaidiana na wanajeshi wa Uingereza kutetea koloni lao dhidi ya majirani wa India na Ufaransa, walioenea kuelekea kusini kutoka koloni lao la Canada. Kwa maana wakati huo kulikuwa na mgogoro mkubwa wa Waingereza pamoja na walowezi wa India na Ufaransa. Katika umri wa miaka 22, George Washington alijikuta kama mkuu wa wanamgambo katika vita vya Uingereza dhidi ya Wafaransa na Waindia vilivyopanuka baadaye kuwa vita vilivyodumu kwa muda wa miaka 7. Vita hivyo vilitokea kutokana na kutokuelewana kati ya dola la Uingereza na walowezi katika Amerika ya Kaskazini. Na Uingereza ulikuwa na makoloni 13 ambayo ni Virginia, South Carolina, North Carolina, New York, Pennsylvania pamoja na makoloni mengine. Na sababu ya vita hivyo ilikuwa ni kwamba Uingereza ulihitaji pesa ukaongeza kodi kwa bidhaa zilizosafirishwa kati ya makoloni na nchi mama. Walowezi hawakupendezwa na kodi hizo na walidai kupewa wawakilishi katika bunge la London na nafasi ya kushiriki katika maazimio juu ya sheria zilizoathiri. Walitangaza kauli ya no taxation without representation, yani hapana kodi bila uwakilishi. Mwaka 1767 bunge la Uingereza lilikataa maombi ya wakoloni na badala yake idadi ya wanajeshi iliongezeka katika makoloni. Kwa sababu hizo, wakoloni wengi walijisikia vibaya, ati walidharauliwa, wakaongeza ukali wa upinzani. Na mwaka 1773 umati wa washiriki katika tukio la Boston Tea Party wakatupa mizigo ya majani ya chai kwenye bandari ya Boston kwa kuonyesha upinzani wao dhidi ya kodi ya Waingereza. Waingereza walijibu mwaka 1774 kwa sheria kali, na wanajeshi wao walianza kukusanya akiba za baruti katika makoloni. Hatua hiyo iliongeza uchungu kati ya wakoloni, na wanamgambo wao walianza kufanya mazoezi ya kijeshi. Viongozi wao wakaitisha mkutano wa kwanza wa wawakilishi kutoka makoloni yote, wakaamua kwa pamoja kukataa biashara yoyote na Uingereza kwa muda wa mwaka mmoja hadi madai yao ya kupunguza kodi yatakapokubaliwa. Mwaka 1775 Waingereza walitangaza sheria ya kuzuia wavuvi kutoka Marekani kuvua samaki katika bahari ya Atlantiki. Hivyo basi, ile hatua ya wanajeshi wa Uingereza kukamata baruti za walowezi
ilisababisha mapigano makali yaliyotokea Aprili 19 mwaka 1775 karibu na mji wa Boston. Wanajeshi wa Uingereza walikutana na wanamgambo kwenye kijiji cha Lexington, na walipotazamana tu risasi zilianza kufyatuliwa. Wanamgambo 8 waliuawa na mapigano hayo yalisambaa mpaka kwenye vijiji vya karibu. Wanamgambo wengi walifika nje ya mji wa Boston, wakawazuia Waingereza ndani ya mji. Baada ya wiki 2, mkuu wa jeshi la Uingereza alijaribu kuwafukuza, na mapigano ya Bunker Hill nje ya Boston yaliweza kutokea. Hayo yalikuwa mapigano makubwa ya kwanza. Waingereza walishinda, lakini walipoteza wanajeshi 226, wakati wanamgambo walipoteza watu 140 pekee. Hivyo basi, wakati George Washington akiwa mkuu wa wanamgambo na akiongoza kikosi chake dhidi ya maadui, na akafaulu mara kadhaa, baadaye alishirikiana na jeshi rasmi la Uingereza katika mapigano na kuongoza mabaki ya jeshi baada ya kifo cha jemedari Mwingereza. Lakini baada ya ushindi, Waingereza walikataa kumpa cheo katika jeshi la mfalme. Hivyo basi, George Washington alijiuzuru, akarudi kwenye shamba lake na kuacha siasa katika bunge la koloni. Na wakati huo tayari George Washington alikuwa ameoa mwanamke mjane mwenye pesa. Hivyo basi, akawa kati ya matajiri wakuu kabisa wa Virginia. Baada ya vita ya miaka 7, uhusiano kati ya Uingereza na walowezi ulizorota. Tangu mwaka 1773, Waingereza walitumia sheria ya dharura na nguvu ya kijeshi mjini Boston. Wawakilishi wa makoloni yote 13 wakakutana kama bunge la Amerika Bara, na Washington alikuwa miongoni mwao. Baada ya mapigano ya kwanza kati ya wanajeshi wa Uingereza na wanamgambo wa walowezi, bunge likaamua kuunda jeshi la pamoja la makoloni yote, na George Washington akateuliwa tena kuwa jemedari mkuu. Sasa basi, vita kamili vilisambaa. Mwanzoni Waingereza walikuwa na silaha na wanajeshi wengi zaidi, wakazidi kusonga mbele, lakini wanamgambo wa walowezi wakiongozwa na George Washington waliendelea kushambulia. Julai 4 mwaka 1776, wawakilishi kutoka makoloni yote wakatangaza uhuru wa madola ya Amerika, lakini bado Waingereza walisonga mbele, wakatwaa mji wa New York. Na tangu mwaka 1776 Ufaransa ulianza kwa siri kupeleka silaha kwa Marekani, na mwaka 1778 Ufaransa, Hispania na Uholanzi ziliungana na kutangaza vita dhidi ya Uingereza. Manuali za Ufaransa zilishambulia meli za Waingereza zilizopeleka silaha kwa askari kwenda Marekani. Na mwaka 1781 sehemu kubwa ya jeshi la Uingereza ilishindwa kwenye mji wa Yorktown, ikalazimika kujisalimisha. Tangu siku hiyo mapigano yalipungua. Na mwaka 1773 Uingereza ukakubali uhuru wa makoloni yake ya awali, lakini wakazi wengi wa makoloni waliendelea kusimama upande wa Waingereza na walihamia Canada iliyokuwa imebaki kuwa koloni la Uingereza. Baada ya uhuru wa Marekani, George Washington alirudi kwake akalima tena, lakini akachaguliwa pia kama mwakilishi wa Virginia katika bunge la katiba la Marekani. Mwaka 1787 akawa mwenyekiti wa mkutano huo uliokubali katiba ya Marekani. Na Februari 4 mwaka 1789 alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa taifa la Marekani, akirudishwa mwaka 1797. Baada ya kipindi chake cha pili kuisha, alikataa kusimama tena na akaunda utaratibu kwamba rais angeweza kurudi mara moja tu na hawezi kuendelea tena kutawala kama rais. Na mwaka 1797
alipoachia madaraka akarudi tena shambani kwake, akasimamia kilimo kilichoendeshwa na watumwa 390. Disemba 14 mwaka 1799, George Washington mauti alimkuta akiwa nyumbani kwake. Kabla ya mauti alikuwa ameacha usia kwamba baada ya kifo chake yeye na mke wake, watumwa wake wote wapewe uhuru. Mji mkuu wa Marekani uitwao Washington umepokea jina kutokana na yeye. Na sasa George Washington hayupo tena, lakini heshima yake haiwezi kupotea katika taifa la Marekani. Sanamu lake lililopo ni ukumbusho tosha kwa taifa la Marekani. Na hata katika picha za marais wanne maarufu wa Marekani, kwenye miamba ya jiwe utakutana na picha ya kwanza ya George Washington. Hao ndio watu maarufu Marekani. Lakini baada ya kuchorwa kwa picha hizo kama watu maarufu, baada ya miaka kadhaa, kwa sasa kuna picha nyingine walikuta imejichora pasipo kuchorwa na mtu yoyote. Picha hiyo ilikuwa ni ya nabii wa Mungu aitwaye William Marion Branham, aliyekuwa mzaliwa wa Kentucky. Serikali ya Marekani ilibidi waifute picha hiyo katika picha zilizochorwa za marais maarufu wa Marekani. Lakini haikuchukua muda tena, mara baada ya kufuta picha hiyo, walikuta imejichora tena. Marekani yenyewe ina uthibitisho tosha kuwa picha ya William Marion Branham katikati ya hao marais maarufu wa Marekani ni nabii wa kweli wa Mungu. Sayansi ya Marekani iliona kiumbe cha kimbinguni juu ya kichwa cha nabii huyo ambaye ni William Marion Branham. Kiumbe hicho kilionekana kama mwali wa moto. Wanasayansi wa Marekani walipiga picha, ndipo wakabaini kuwa mwanga huo ulionekana kwenye kichwa cha William Marion Branham kwamba kilikuwa ni kiumbe cha kimbinguni. Ingia kwenye chaneli yangu hii hapa, utakutana naye huyu William Marion Branham. Naomba niishie hapa. Endelea kusubscribe kwenye chaneli yangu ili uwe wa kwanza kupata habari mara tu pale ninapopachika habari. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii ni mimi, Yohana Yusta.